Na mtazamaji, asante sana kwa kubonyeza kidude chako na kuweza kuungana nasi tena kwenye awamu yetu ya pili ya Tamrini. Kama nilivyokufahamisha awali, jina langu ni Christina Masha na mwenzangu wa lugha ishara, bila shaka sijabadilishwa, nipo naye Susan Thuku. Na mtazamaji, siku ya leo tunataka tuzungumzie kwa kifupi tu swala zima la ujenzi wa nyumba. Sekta ya ujenzi inaendeleaje sasa hivi? Kwa sababu kwa kipindi ama kwa muda tumekuwa tukishuhudia nyumba ambazo zimekuwa zikiporomoka au poromokaji wa nyumba. Je, pengine sheria zilizopo zinafuatwa vilivyo? Na kama hazifuatwi, basi ni wapi ambapo pamekoseka na nani wa kulaumiwa endapo tunashuhudia masuala kama haya? Mgeni wangu ambaye ni mkurugenzi wa Beacon Africa, ambaye atatuelezea kwa undani swala masuala ambayo wanafanya, makazi wanazofanya, nafahamika kama Bwana Nashon Okoa, atatusaidia kuelewa kwa undani kuhusiana na sekta hii. Karibu sana Bwana Nashon, kwa kifupi tutatuelezea shughuli ambazo mnafanya, alafu utuambie unazungumzaje sekta ya ujenzi sasa hivi? Tupo wapi kama taifa? Karibu. Asante sana Kasichana. Kwa majina naitwa Nashon Okoa. Mimi ni mkurugenzi wa Beacon Africa Consultants. Beacon Africa tunafanya kazi ya kusimamia ujenzi. Yani tunasema kwa kimombo construction managers. Kama mtu anataka kujenga, tunasimamia ujenzi kuanzia mwanzo wakati architect anachora mpaka mwisho ambaye tunampatia kifunguo. Hiyo ndio kazi yetu. Tunaangalia kwamba ule mjengo utamalizika kwa wakati unafaa ambayo iliwekwa, kwa ile bajeti ambayo iliwekwa, na ile quality ambayo nyumba inafaa ikue imetimizwa kutoka mwanzo hadi mwisho. Hiyo ndio kazi yetu kubwa katika kampuni ya Beacon Africa. Sekta ya ujenzi, Kasichana, makadirio ambayo tumepata hii mwaka ni kwamba tutakuwa na mwaka mzuri wa sekta ya ujenzi. Lakini hiyo makadirio pia ndilikuwa ya mwaka uliopita. Tulipoanza mwaka uliopita pia tulipata hiyo projection kwamba tutakuwa na sekta mzuri ya ujenzi, lakini hatukuwa nayo kwa sababu bei za bidhaa za ujenzi inazidi kwenda juu. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tunapata katika hii sekta ya ujenzi. Materials, yani zile bidhaa za ujenzi, kwa kila mara tunapata zile kodi ambazo zinaongezwa katika hizi bidhaa. Zinatisha sana hii sekta yetu ya ujenzi, ya kwamba ile cost of construction ambayo tunatumia inazidi kupanda. Hiyo ndio changamoto kubwa yetu kama sekta ya ujenzi, ambapo hii mwaka kama serikali itakuwa imefanya sana itusaidie hii gharama ya ujenzi izidi kuenda chini, ama kama penye iko sahi isiende juu. Wakifanya hivyo tutakuwa na sekta mzuri sana ya ujenzi hii mwaka wa 2025. Umesema kama taasisi kwamba mnasimamia kuhakikisha kwamba ujenzi ama muda wa ujenzi fulani kukamilishwa kwake kulingana na bajeti ambayo imewekewa ule ujenzi. Kwa nini bado tunaona mijengo mingine ambayo bado haijakamilika? Huwa tatizo limetokea wapi? Kasichana, wa Kenya wanapenda tunaita shortcuts. Hii ndio shida kubwa sana tuko nayo kama wa Kenya. Shida kubwa ya sekta ya ujenzi kwamba watu wengi wanapenda ile shortcuts. Utapata kuna wataalamu wengi sana ambao wamesoma, wamehitimu, wahandisi, architect na watu kama sisi. Lakini unapata mtu akitaka kujenga nyumba bado anafuata ile shortcut, ile bei anafaa alipe Nashon anataka kulipa, anaenda ule mtu ambaye hajahitimu ili kusamia ujenzi. Hiyo ndio changamoto kubwa sana ambayo inachangia hii mambo ya kuporomoka kwa manyumba. Hapo juu pia kuna wale ambao wanasimamia ujenzi, zile taasisi ambao tumepatia mamlaka kupitia katiba kusimamia ujenzi. Hao pia kidogo wako chini, lakini shida kubwa ni Wakenya wanapenda shortcuts. Na kama bado hiyo tunapenda hiyo shortcuts ambao tunafanya katika sekta ya ujenzi, manyumba bado zitazidi kuporomoka nchini mwetu. Na zile ambayo ile mijengo ambayo haijakamilika, huwa tatizo linatokea wapi? Tatizo kubwa ambao mjengo ambayo haijakamilika, utapata kwamba ile bajeti ambayo iliweka pengine haitoshi. Ama walipata zile tunaita variations. Ulikuwa na bajeti ya milioni ya 30, imeenda milioni ya 40. So kuna changamoto kubwa ambao zinachukua, lakini hata hapo ndani utapata kwamba wale wataalamu ambao yule mjenzi ametumia, utapata kwamba pengine hawajahitimu. Kwa sababu ukitumia wale wataalamu ambao hawahitimu, lazima nyumba yako kamilike. Ndio. Naam. Na kwa sababu ya hilo nilosema, pengine ni kwamba watu hawajui kwamba wakati wanapoanzisha mjengo kwamba anafaa atafute ushauri wa mtaalamu. Je, ni kwamba watu hawana ufahamu ama ni watu tukupuuza? Kuna survey ilifanywa na KNBS, National Bureau of Standards. I think ilitolewa mwezi uliopita. Na ukiangalia survey ilikuwa juu ya manyumba, housing survey.
ukisoma hiyo survey ilikuwa nasema Wakenya wengi wanaona kwamba wataalamu wa ujenzi bei yao iko juu. Lakini ukiangalia si kweli ya kwamba wataalamu wa ujenzi gharama yao, bei yao iko juu kushinda wengine. Ukienda kwa hospitali daktari kupatia bei, utalipa. Lakini kuna hiyo mawazo ya kwamba gharama yetu katika sekta ya ujenzi iko juu. So unapata kwamba mtu akitaka kujenga nyumba anaenda kwa yule ambayo gharama yake iko chini. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Na ya pili ni kweli ya kwamba watu wengi hawajui wataalamu wangapi katika sekta ya ujenzi. Ukitaka kupata architect unampata wapi? Ukitaka kupata unampata wapi? Ya kwamba bado Wakenya wengi hawajui ya kwamba ukitaka kujenga ni nani, ni wataalamu wangapi ama ni mtaalamu gani ambayo unahitaji ili nyumba yako isimame. Bado kuna gap hapa ambayo tunafaa tushughulikie kama Wakenya, ili kila Mkenya katika sehemu pande zote za Kenya anao ufahamu ya kwamba nikitaka kupata mhandisi nampata sehemu kama hii. Nyinyi wenyewe mnafanyaje kuhakikisha kwamba mnajulikana? Tunazidi kupiga kelele venye niko hapa sahi, kujulisha Wakenya kwamba ukitaka kujenga unahitaji huyu na huyu, na ukitaka kujua mtu ambaye amehitimu lazima uangalie hili na hili. Lakini bado haitoshi. Nadhani kwamba zile taasisi ambao inashughulikia wataalamu nchini kama ile ya architects, ya mhandisi, lazima ifanye juhudi zaidi kuelimisha Wakenya. Tukifanya hivyo nadhani tutakuwa tumerudisha chini sana mambo ya kuporomoka kwa manyumba. Mbali na kuporomoka kwa mijengo, kuna hawa wa mafundi ambao wamepewa kazi ama vibarua vya kuweza kujenga mijengo hiyo, lakini bado pia tunashuhudiwa vifo vya hawa wajenzi. Je, ni kwamba wale wenye mijengo hawazingatii sheria zilizopo za ulinzi ama mazingira ya kazi ya wale wajenzi, ama tatizo liko wapi? Kasichana, sekta ya ujenzi katika nchi yetu iko na sheria ya kutosha. Kama haitoshi ni sehemu kidogo sana ambayo bado kuna shida kidogo sana, lakini tuko na sheria mingi ya kutosha. Ukiangalia hata hiyo sheria ya safety ya wale ambao wanafanya kazi katika ujenzi, kuna sheria ambayo inatakikana ya kwamba mtu akiingia katika ile site ya ujenzi lazima vaa hivi, angalia hivi. Lakini ni ile mambo ilikuwa nasema ile mambo ya shortcut tunapenda sana. Sasa utapata ule mjenzi, ule contractor ambao anajenga anataka hiyo shortcut. Sasa hataki kununua zile vifaa ambao zinafaa, ambao wale wafanye kazi katika ile site ya ujenzi wanafaa watumie. Ndio maana tunashughulia hizi vifaa ambao tunaona katika sekta ya ujenzi. Naam, kama ulivyosema kwamba Wakenya wengi bado hawana ufahamu kuhusiana na wataalamu wa ujenzi, kwamba wanafaa atafute ushauri kutoka kwenu wakati anapotaka kuanzisha ujenzi wake. Kwa faida yule mwanafunzi ambaye bado yuko chuoni sasa hivi anasomea kozi kama hiyo, ili tu kutomvunja moyo, pengine unaweza mwambiaje kuhusiana na faida za nafasi hiyo na hata zile changamoto zinginezo ambazo zinakumba sekta hiyo? Faida ziko nyingi. Unajua, ukiangalia asilimia ya Kenya ambayo wanamiliki manyumba ni bado ni kidogo sana. Tuko kwa ile bado tunaita third world country. So tuna nafasi kubwa ya kuendelea kama nchi. Na ukiangalia nchi ambazo zinaendelea ni hii sekta ya ujenzi ambayo itatusaidia tuendelee kama taifa. So yule ambao bado ako shule, mawazo yangu ni kwamba asife moyo. Kuna nafasi nyingi sana ambayo sekta ya ujenzi iko nazo. Ndiyo bado tuna changamoto ya kwamba watu wengi hawajui, lakini nadhani ya kwamba venye miaka inaenda tutazidi kuelimisha Wakenya, na wale ambao wako chuo kikuu wanasomea watapata hiyo nafasi ya kugharamia katika sekta ya ujenzi. So nafasi ziko mingi, kuna nafasi kubwa sana. Hata si sekta ya ujenzi ya Kenya peke yake, angalia hii yetu ya Afrika Mashariki. Kuna nafasi mingi sana katika sekta ya ujenzi ambao yule ambao ako chuoni kikuu ataingia nafanya. Umesema kwamba mnakadiria mwaka huu kwa mwaka mzuri katika sekta yenu. Pengine kama unaweza tufafanulia kwa kifupi tu, kwa nini mnakadiria hivyo? Hayo makadirio, wacha niseme kasichana, hayo makadirio si yangu. Mimi sina makadirio mengi sana katika sekta ya ujenzi ukiangalia, lakini yale ambayo tunatazama, yale ambayo tumeambiwa na KNBS, unasema kwanza hii sekta ya ujenzi mwaka huu lazima itaendelea. Lakini venye nimekuambia kwamba kama serikali itasimamiza hizi mambo ya taxes katika sekta ya ujenzi,
mwaka mbili ambao zimepita tayari tumegongwa sana na hizi taxes katika sekta ya ujenzi. Kama hizo zinasimamishwa, kwa hakika hii mwaka tutakuwa na sekta mzuri ya ujenzi. Kwa sababu kumbuka kwamba mwaka ujao huwa tunaanza ile mambo ya campaign na sekta ya ujenzi kuanzia mwaka ujao, pengine mwaka wa mwezi wa 6 hapo hadi ile mwaka wa 2027 itaenda chini. So unagundua kwanza hii ndio mwaka ambao watu wengi sana wanataka kujenga. Kwa sababu wanajua next year ile mwaka ujao itaanza kwenda chini. So nadhani hayo ndio inafanya watu wengi wanasema kwamba hii mwaka tutakuwa na sekta mzuri ya ujenzi. Je, pengine ni baadhi ya vigezo gani ambavyo mwekezaji katika sekta ya ujenzi anafaa kuzingatia endapo anataka kuingia katika sekta hiyo? Anataka kuanzisha nyumba pengine za biashara, vitu kama hivyo. Jambo la kwanza ambayo yule mwekezaji anafaa afanye ni lazima atumie wataalamu ambao wametimu katika sekta ya ujenzi. Ukifanya jambo kama umetumia wataalamu katika sekta ya ujenzi, kuna uhakikisho kwamba hiyo uwekezaji yako lazima itafaulu. Lakini jambo ambalo tunazama sana katika sekta ya ujenzi ni kwamba watu wengi, asilimia kubwa sana ya wale ambao wanawekeza katika sekta ya ujenzi hawatumii wataalamu katika sekta ya ujenzi. Hiyo ndio jambo kubwa. Ukiwa unataka kujenga na ukuje kwangu kama Nasho, msimamizi wa ujenzi, kuna mambo mingi ambayo nitakwambia, ukweli mingi ambao nitakwambia, ile kuhakikisha kwamba ile uwekezaji yako lazima utapata mapato. Wakenya wengi na wale ambao wanawekeza katika sekta ya ujenzi katika taifa letu wanapuuza sana wataalamu katika sekta ya ujenzi. Jambo la pili, fuata sheria. Hii ndio shida kubwa, fuata sheria. Usijenge katika sehemu za maji, achana mambo ya barabara, fuata sheria. Kama inasema uende zile ghorofa 13, fanya ghorofa 13. Tumia ile contractor ambaye mtimu, fuata sheria ambayo imewekwa katika nchi yetu, lazima utapata mapato katika uwekezaji wako. Umezungumzia swala zuri sana kwamba mtaalamu anapokushauri kwamba nyumba yako ifike katika ghorofa kiwango fulani, fikisha hapo, usipitishe zaidi ya hapo. Lakini kuna wale ambao wanapuuza. Na sasa hivi sijui kama hii utakuwa kwenye nafasi ya kujibu hili, lakini pale unapoketi unadhani kuna athari gani? Kwa sababu sasa hivi unapata kwamba kuna mjengo mrefu umesimamishwa hapa, yani ziko karibu mno. Je, hiyo iko na athari gani hata kwa ardhi yetu? Kuna research tulifanya katika sehemu ya Eastlands. I think ni miaka 3 iliyopita. Ilikuwa naangalia kuhusu hizo manyumba za Eastlands venye hawapati jua kamili. Venye zinaathiri watoto na ile rickets. So utapata kwamba kuanzia asubuhi mpaka jioni yule mtoto ambaye anaishi kwa nyumba hapati ile jua, ile vitamin D anafaa kupata. So kuna athari kabisa, kuna athari. Zile mijengo ambayo tunajenga bila kuzingatia sheria, utapata kwamba ukienda Eastlands ukiangalia watoto utapata kuna athari ya hawapati ile jua, ile vitamin D ambayo tutapata kwa jua. Na ukiangalia vile tuendelea, angalia Kileleshwa, angalia Kilimani, utapata kwamba miaka zijazo watoto ambao watatoka kwa hizi sehemu watapata hizi mashida. So kuna athari mingi sana ambayo kutozingatia sheria ya ujenzi inaleta katika sehemu yetu na katika ardhi yetu vile vile. Unajua, ukiangalia katika ardhi, hakuna sheria ambayo tuko nayo sasa ambao unaweza sema inakataza mwekezaji kama Nation kwenda kwa mfano ghorofa 30. Okay, kwa sababu ukiangalia Kileleshwa, sheria ambayo tuko nayo sasa inasema ukitaka kujenga kasichana unafaa ufanye ghorofa 3. Lakini enda Kileleshwa. So nadhani hiyo mpaka tulivuka kitambo sana. Yule mwekezaji atapata ghorofa mingi kulingana na venye pesa yake inasema. For example, hivyo ndio tunafanya hizi approvals ambazo tunaona katika county. Na ni shida kubwa sana katika ardhi yetu. Ndio maana unapata kwamba hizi flooding tunaona mingi katika Nairobi, imezidi katika hii mji wa Nairobi. So kuna athari mingi sana ambazo zinaletwa na hizi mijengo ambazo hazifuati sheria. Sehemu ya afya, ukiangalia afya yetu, hata mahali ambao watu wanacheza huwezi pata siku hizi. So pengine wakati kama huu hatuwezi ziona sana, lakini miaka 5, miaka 10 ambao zinakuja
itakuwa shida kwetu sana katika kama watu ambao wanaishi katika jiji ya Nairobi. Kweli. Na ujenzi wa nyumba za gharama nafuu, je, umeleta nafuu gani ama umeleta faida gani kwenu nyinyi kama wataalam? Na je, mnashirikiana vipi pengine na serikali katika mradi mzima huu wa gharama wa nyumba za bei nafuu? Kasichana, manyumba za bei nafuu, kama wataalamu kama mimi bado niko na tashwishi kidogo. Kwa nini? Kuna mambo ambayo kulingana na mimi bado hatufanyi. Kama yepi? Kwa mfano, sidhani ya kwamba bei ambayo tuko nayo sahi, kwa mfano ya milioni 2, bedroom moja, yule ambayo anahitaji kupata hiyo nyumba anaweza ipata. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu iko juu. Lakini tumesema kwamba pia vifaa vya ujenzi vipo juu. Na hiyo ndio shida yetu kubwa. Kwa sababu kama vifaa za ujenzi ziko juu, inahitaji kwamba serikali inapofanya hizi nyumba ambayo bei zao ni nafuu, lazima iende kwa mradi mwingine. Si hii ya mtu anajenga anapata mapato alafu anauzia serikali. Unaona? Lazima kuwe na njia nyingine ambayo hakuna mapato. Ndio yule ambayo katiba ilitaka kwamba serikali amshughulikie hapate hizo nyumba. Sidhani ya kwamba tukijenga nyumba hata miaka 5 tutakikamilifu. Angalia yule ambayo katiba ilitaka serikali imshughulikie hapate nyumba. Hiyo ndio tatizo yangu kubwa niko nayo ya hizi manyumba. Lakini tutajenga. Tutajenga. Na kwangu sidhani ya kwamba manyumba ambayo bei zao ziko juu ilitakikana ijengwe kwa wale tunaita middle class. Nadhani ilikuwa ya wale ambao ni chini ya middle class. Na kuangalia, ukiangalia yule ambaye ako chini ya middle class, shida yake kubwa ni mapato. Okay? Ndio maana tunasemanga shida kubwa ya affordable housing yetu is a demand issue, it's not a supply issue. Okay? Yule ambaye anatakikana kuchukua hizo nyumba ambazo bei nafuu hawezi kupata hiyo gharama. Hiyo ndio shida yao kubwa. Lakini tukiendelea kujenga ya kwamba nation, wewe ni mwekezaji, jenga na hizi bidhaa ambao ziko juu, weka profit yako hapo ndani, alafu chukue kama serikali tupatie yule ambao mama mboga ambayo anafaa chukue. Sidhani yule mama mboga ataweza. Lazima ikuwe na mradi tofauti ambao pengine hakuna hata mapato ya kujenga. Je, nyinyi wenyewe mmeshirikishwa kwenye mradi huu? Hatuwezi, tuko wengi, lakini wataalamu wa ujenzi wako katika wameshirikishwa katika hizi affordable housing. Kweli kabisa. Na ukizungumzia hilo swala la ujenzi na gharama yake na ununuzi wake, kwa faida yule ambaye angetaka kuwa na nyumba ama kumiliki nyumba, je, ipi ambayo ina nafuu kati ya kununua pengine ploti na kujenga ama kununua tayari nyumba ambayo ishajengwa mahali? Sasa hivi unazopotembea kila mahali hapa jijini Nairobi unapata kwamba mabango yako kila mahali kwamba kuna nyumba za hii na bei, kuna viwanja vya hii na bei. Ipi ambayo ni bora ama unaweza kumshauri yule ambaye anayetaka kujenga nyumba? Asante kasichana. Wacha niseme hivi. Hakuna yenye ni bora kushinda ingine kati ya kujenga na kununua. Katika mambo ya kununua tumekuwa na changamoto mengi na imefanya Wakenya kudhani ya kwamba kujenga ni rahisi kushinda kununua. Haizi kwa hivyo, kwa sababu usipofuata yale sheria ambayo ndakana ufuate wakati unajenga, utapata changamoto zaidi kushinda kununua. Okay? Kweli. So utapata Wakenya wengi walidhani ya kwamba kwa sababu watu wengi wamealagiwa na mambo ya kununua, wacha tujenge. Lakini wanapoanza kujenga pia watumii wataalamu. Sasa ulianza kujenga na milioni 2, unafikisha milioni 6. Sieri ungenunua. Jambo kubwa ni kwamba wakati unanunua ama unajenga, fuata sheria. Utaifanya kwa njia rahisi. Usipofuata sheria na ufuata ile tunasema due diligence kikamilifu, utafaulu kununua nyumba ama kujenga katika njia rahisi. Lakini kusema kwamba kununua ni bora kuliko kujenga, hapana. Tunaposonga mbele, kwa mtazamo wako kwenye swala zima ama sekta zima ya ujenzi, ni lipi ambalo linafaa kufanywa bora zaidi ama kurekebishwa? Nadhani ya kwamba wakati huu tunahitaji sheria ya kugharimia wale ambao wanaekeza katika sekta ya ujenzi, yale developers. Tuko na sheria ya wataalamu, tuko na sheria ya mawakili, karibu kila mtu ambaye katika sekta ya ujenzi ako na sheria. Lakini yule ambaye analipa kila mtu bado ana sheria.
yule developer. Ndio maana unaona watu wengi wanahalagiwa katika sekta ya ujenzi. Tunahitaji sheria ya wale ambao ni developer, wale ambao wanajenga, wanalipa kila mtu katika sekta ya ujenzi. Lazima tukiwe na sheria tuanzishe kwamba ni nani anaweza kuwa mwekezaji katika sekta ya ujenzi. Tunahitaji sheria kama hiyo kwa udharura sana kama nchi ya Kenya. Kwa hivyo si kila mtu anaweza kuwa mwekezaji ama? Si hadi kila mtu, lakini unajua sasa hivi kasichana unaweza toka hapa upate yule architect ambao hajahitimu kufuatia ile picha ya kujenga, ulipe billboard useme wewe ni mwekezaji. Kuna sheria. Okay? Ukienda katika nchi ambazo zimetimu, si eti unakataa watu wasikie wekezaji, lakini lazima ukuwe na yule ambaye pengine kuangalia kwamba uko na pesa ya kujenga. Uko na pesa kiasi gani? Ukienda Dubai lazima ukuwe na ile unasema 30% ndio uweze kuweka hata picha kwa billboard useme wewe ni mwekezaji. Hatuna hiyo. So utapata hata shamba yenyewe sina, lakini niko na billboard inasema kwanza niko na nyumba, Wakenya wananunua. Lazima tukuwe na sheria ambayo inalinda Wakenya ya kwamba ukitaka kuwa mwekezaji lazima ukuwe na at least umehitimu sehemu fulani, uko na pesa fulani ambayo unaweza kugharamia kujenga. Pengine iko na manufaa gani ama inasaidia wapi? Kwangu itatoa wale ambao tunaita wale ambao hawajahitimu katika sekta ya ujenzi, na ni muhimu sana. Tuko na wengi sana. Wanalagai wa Kenya leo na jina lingine, kesho wanabadilisha jina lingine, wanaendelea kuwa lagai wa Kenya. Lazima tuondoe watu kama wao, tuweke sheria. For example, kabla uanze kuuza nyumba, tuangalie at least uko na 20%. Kwa mfano, 30% ya ile pesa ambayo unaweza kujenga, ama ujenge ufike sehemu fulani ndio uanze kuuza. Tunahitaji sheria kama hizo. Nchi ambazo zimetimu mbele zetu ziko na sheria kama hizi, na tunahitaji kwa dharura sana katika sekta ya ujenzi. Na ni jinsi gani ambavyo mtu hata lagaiwa, na zungumzia yule mtu ambaye anataka kununua tu nyumba ambayo ipo tayari, nyumba ambayo ishajengwa tayari, kwamba kuna visa ambavyo tumeweza kushuhudia kwamba mtu ananunua nyumba kwa bei ghali, lakini baadaye unapata pengine ile nyumba imeanza kuwa na ufa, unashangaa hii nyumba ndio na bei ghali, kwani huenda pengine bidhaa ambazo ama vifaa vilivyotumika kujenga vilikuwa vya bei rahisi, lakini imepakwa rangi vizuri na kutengenezwa vizuri, design ikatengenezwa vizuri, ukiangalia hivi unasema kweli inatosha ile bei, lakini baada ya muda unaanza kuona kwamba hii nyumba huenda pengine vifaa vilivyotumika vilikuwa vya vifaa duni. Nadhani kama na si sekta ya ujenzi peke yake. Ikiwa unataka kuingilia katika uwekezaji katika sekta yote, lazima utumie wataalamu. Kila mara nashughulikiwa sana na wale ambao wananunua nyumba. Ameona nyumba, anataka kununua, anaambia Nation aende kuja uangalie nyumba, kwa sababu hii ni miaka yangu 15 katika sekta. Bila shaka unaelewa zaidi. Kabisa. So ukitaka kununua nyumba, lazima utafuta wataalamu ambao wanaelewa, wakuje waangalie nyumba, waangalie zile tunaangalia approvals, angalie kague kabisa, alafu kwambia kasichana hii nyumba ni mzuri, endelea na kuuza. Wakenya wafanye jambo kama hizo. Ukifanya jambo kama hiyo na uone kwamba mimi hapa sina ule utaalamu, wacha nitafute yule ambaye mahitimu, akuja iangalia ikague vizuri, alafu aniambie kama anaweza nunua ama nisinunue. Mara mingi nimeenda kununua kwa goma nyumba, naambia mtu usinunue, kwa sababu nimeona kwamba hapa kuna shida kidogo. Utaona hata zile approvals ambao serikali inataka pengine hawapo. Lakini Wakenya wengi wafanye jambo kama hiyo. Wewe unaangalia bei ni mzuri, unaweka pesa. Alafu kesho yake nyumba inaanza kuwa na hizo cracks. Kweli kabisa. Na je, tuko na wataalamu wa kutosha? Na je, nafasi za ajira pia ameanza kupata kazi? Pengine kama ni mtu anakupigia simu, je, ziko vipi? Nchi yetu ya Kenya iko na wataalamu wa kutosha ujenzi. Kweli. Nadhani ya kwamba hata tunaweza shughulikia nchi zote za Afrika Mashariki. Chuo zetu za kikuu ziko na wanafunzi wengi, hata tunapoongea tuko na wataalamu wengi wa kutosha katika sekta ya ujenzi. Nadhani shida moja kubwa nao tuko nao sana katika sekta ya ujenzi kwamba wataalamu wote wako Nairobi. Okay, hii ndio shida kubwa ambayo tuko nayo. Mashinani hawapo. Hii ndio shida kubwa ambayo tuko nayo. Kwa hivyo ni changamoto kwenu kwamba hamtoshi ama? Shida ni kwamba umejua ukifungua ofisi pengine kaunti ya Busia, utapata wateja wengi kuliko ukiwa hapa. Lakini tunataka watu wajenge nyumba zilizo bora zaidi hata kule mashinani. Kwangu nadhani hiyo ni maneno ambayo tunafaa turekebisha kama wataalamu katika sekta ya ujenzi, kwamba tuende mashinani tusaidie Wakenya wanao wanajenga katika makaunti na sehemu ya mashinani. Lakini kwa sasa hiyo ni changamoto kubwa. Ukiwa ule mashinani unataka kutafuta yule mhandisi,
utakosa. Itakuwa vigumu sana. Kwa hivyo ni changamoto kwenu, mtembee mashinani, sio mjini pekee. Neno lako la mwisho tukifunga. Tuko na matumaini sana katika hii mwaka wa 2025. Makaribia ambayo tumejadilia inasema kwamba tutakuwa na sekta mzuri na ujenzi. Tunaomba Mwenyezi Mungu ya kwamba iwe hivyo, nchi yetu iendelee na sekta yetu ya ujenzi pia iendelee. Kwa serikali pengine ni wapi ambapo mngefaa warekebishe, na ushirikiano wenu na serikali pia uko vipi? Nadhani kila mara tunajadiliana na mambo ya serikali, mambo mengi sana. Kwangu ningesema kwanza watusikize zaidi, kwa sababu wakati mwingine mnanena lakini hawasikii. Lakini jambo langu kubwa ni hii mwaka tusijaribu kuongeza ile gharama ya ujenzi. Hiyo tu. Wacha penye iko saa isimame, tusijaribu kuongeza zile. Najua tuko na finance bill inakuja, lakini tusijaribu kuongeza tena gharama hii ambayo tayari iko juu ya ujenzi. Tukifanya hivyo tutakuwa na sekta mzuri ya ujenzi. Naona niko na kama dakika moja hivi. Je, majuzi gavana wa Nairobi alikuwa ametoa amri kwamba mijengo yote ipakwe rangi katika jiji la Nairobi. Je, hii tu ni ya kufanya jiji lipendeze zaidi ama huwa pia iko na faida zake? Unajua kasichana, hiyo notisi ya gavana ya mjengo kupakwa mimi sikubaliani nayo. Unajua kama tunajenga nyumba wakati kama huu, tunajenga nyumba iko na lifeline. Ndio aanze kupakwa rangi tena lazima ikuwe imekaribia muda fulani. So nyumba ambaye ukitapenda nyumba nyingine ni miaka 20, nyingine ni miaka 15, nyingine ni miaka 3, yote unataka kupaka rangi. Nadhani manyumba zinafaa zipakwe rangi kulingana na yale ambao wataalamu wameelekeza. Ndio. Lakini kusema nyumba zote zipakwe rangi na nyumba nyingine pengine ni miaka 3, nyingine ni miaka 5, nyingine ni miaka 20. Nadhani tukuwe na sheria ya kwamba nyumba ikifika miaka 5 paka rangi. Si nyumba zote za Nairobi zipakwe rangi. Kweli kabisa. Shukrani sana Bwana Nation kwa uelewa wako huo, na asante kwa kuweza kuitikia mwito wetu na kuja katika studio zetu. Asante. Lakini mtazamaji, pia nikupatie shukrani za dhati kwa kuweza kuungana nasi kwenye majadiliano yetu ya Tamrini. Kasichana Masha ndio jina langu, Susan Thuko amekuwa mwenzangu wa lugha ishara, na ona tayari Beti ashawasili studioni. Acha mimi nikunje virago vyangu ni kuache naye Beti. Kwaheri kwa sasa.